Taarifa ya kutisha imeibuka kuhusu usalama wa Askofu Josephat Gwajima. Ujambo na karibu. Tanzania imeendelea kushuhudia mjadala mzito unaotikisa mitandao ya kijamii kufuatia ukimya wa muda mrefu wa Askofu Josephat Gwajima kuhusu taarifa za kutekwa kwa mwanasiasa wa kada wa CCM na aliyekuwa balozi wa nchi ya Tanzania nchini Cuba, Humphrey Polepole. Wakati wanasiasa na viongozi wa dini wakitoa maoni yao kwa wingi, Gwajima ambaye kwa kawaida hujulikana kwa kauli kali na ujasiri wa kujieleza hadharani, amechagua kukaa kimya, na ni hali ambayo imezua tafsiri na hisia tofauti miongoni mwa Watanzania. Taharuki ilichochewa zaidi baada ya Askofu Amos Bandekile Mwamakula kutoa tamko rasmi tarehe 15 Oktoba mwaka huu, akieleza kushangazwa kwa ukimya wa Gwajima katika suala lenye uzito wa kitaifa. Hoja yake ilionekana kama changamoto kwa kiongozi ama viongozi wa dini na kisiasa ambao wamekuwa wakikwepa kuzungumzia swala hilo na kutoweka kwa Polepole, huku wananchi wakionekana kuhitaji majibu ya wazi. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya dini na siasa, ukimya wa Gwajima unaweza kumaanisha mambo mawili makubwa: ama ni ishara ya tahadhari kutokana na mazingira nyeti ya kisiasa, au ni mkakati wa kimya unaolenga kulinda nafasi yake kisiasa na kidini. Wengine tafsiri hali hiyo kama dalili ya uwepo wa hofu, hasa ikizingatiwa matukio ya hivi karibuni ambayo yamewaacha baadhi ya viongozi wakiwa makini na maneno wanayoyatoa hadharani. Mitandao ya kijamii imefurika mijadala mikali kuhusu swala hilo, huku watumiaji wengi wakisema ukimya wa Gwajima si wa kawaida, wakimlinganisha na matukio ya nyuma ambapo alikuwa mstari wa mbele kutoa maoni kuhusu masuala ya kitaifa, mara nyingi kwa lugha yenye ukakasi na ujasiri mkubwa. Wengine hasa vijana wa kizazi cha 1990s wamechukulia hali hiyo kama ukimya unaonena, wakiamini kuwa kukaa kwake kimya ni ujumbe wa kisiasa uliofichwa ndani ya maamuzi ya kimya. Wadadisi wa siasa wanasema ukimya huu unaweza kuwa na maana kubwa zaidi kulivyo inavyoonekana, kwa viongozi wa kidini wenye ushawishi kama Gwajima wamekuwa wakicheza nafasi muhimu katika kuunda mitazamo ya wananchi kuhusu matukio ya kitaifa. Hivyo kutozungumza kwake katika sakata inalomhusu mtu mwenye ushawishi mkubwa kama vile Polepole kunaweza kutazamwa kama uamuzi wa kisiasa wenye mizani ya tahadhari. Hata hivyo, wengine wanasema ni mapema mno kutoa hitimisho, wakisisitiza kwa ukimya unaweza pia kumaanisha kuwa askofu huyo anatafakari kwa makini kabla ya kutoa tamko rasmi. Kwa upande mwingine, hali imezua uvumi mwingi kwamba huenda anapitia shinikizo kutoka mamlaka au anaogopa matokeo ya kisiasa yatakayotokana na kauli yake. Kwa sasa mjadala kuhusu ukimya wa Gwajima unaendelea kushika kasi, huku wananchi na wachambuzi wakisubiri kuona kama ataamua kuvunja kimya chake. Sakata la Polepole limegeuka si tu swala la kisiasa, bali pia kipimo cha ujasiri na msimamo wa viongozi wa umma katika mazingira yenye mvutano wa kimamlaka. Hata hivyo, kwa sasa Tanzania inasubiri kauli kutoka kwa Askofu Gwajima, huku macho na masikio yote yakielekezwa kwake. Kenyascope itaendelea kukuletea taarifa za kina kuhusu maendeleo ya sakata la Polepole na ukimya wa Gwajima unaoendelea kuwa kitendawili kwenye medani ya siasa na dini nchini.